Unatumia kiasi kikubwa cha manjano kwenye glasi yako ya maji kila siku ukitarajia kupata faida fulani za kiafya? Inasikitisha kukuambia kuwa wengi wanakuwa na matumizi mabaya, na katika video hii nitakuambia ukweli kuhusu manjano na kukuonyesha njia sahihi ya kuitumia ili kupata faida unazotafuta na zile zinazozungumzwa kisayansi. Kama una nia ya kubadilisha afya yako, tafadhali endelea kutazama hii video hii mpaka mwisho, kwani manjano ni kitu kidogo lakini kina faida lukuki kama ukiitumia kwa usahihi. Kiungo muhimu kwenye manjano ni curcumin. Nyota mkuu wa manjano ni curcumin. Hicho ndicho kinachoipa manjano rangi yake ya manjano inayong'aa. Curcumin imetafitiwa vizuri kwa athari zake za kuzuia vioksidishaji, antioxidant, na kuzuia uvimbe, anti-inflammatory. Inajulikana kwa kusaidia kazi za ini, kuongeza kinga ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo, kutuliza maumivu ya baridi yabisi na mengine mengi. Inasikika vizuri, au sio? Ndiyo maana kila mtu amekuwa akichangamkia manjano siku hizi, iwe katika mfumo wa unga au kama virutubisho. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Changamoto ya curcumin. Lakini hapa kuna tatizo unalopaswa kuelewa. Curcumin haitulii vizuri, haiyeyuki kwenye maji na ina uwezo mdogo wa kufyonzwa na mwili, ikimaanisha mwili wetu hauichukui vizuri. Kwa hiyo, maji ya manjano unayokunywa hayana faida yoyote kwa sababu mwili wako hauchukui virutubisho vyovyote vizuri. Sasa, hebu nielezee mambo machache ambayo hakuna anayekuambia kuhusu manjano. Tuanze kwa kueleza kiasi cha kutumia, ambacho ni muhimu sana kuelewa. Manjano ni kiungo, na kama viungo vyote, ina pande mbili. Kiasi sahihi kinaweza kufanya maajabu kwa afya yako, lakini kiasi kikubwa kinaweza kuvuruga afya yako. Manjano ina kiasi kikubwa cha oxalates, ambazo zinaweza kusababisha gesi, kuvimbiwa tumbo na kuharisha, na hata kuongeza hatari ya mawe kwenye figo. Kwa hiyo usizidishe kiasi, na kwa hakika kaa mbali na virutubisho vya manjano vyenye mkusanyiko mkubwa sana, high concentration. Kitu cha pili, ichanganye kwa usahihi ili ifyonzwe vizuri. Hapa ndipo watu wengi hukosea. Curcumin haiyeyuki kwenye maji na haifyonzwi vizuri mwilini mwetu. Sehemu kubwa ya curcumin hupita tu kwenye mfumo wa mmeng'enyo bila hata kuingia kwenye mzunguko wa damu. Hii ndio sababu virutubisho vyako vya curcumin na maji ya manjano ni upotezaji kabisa wa muda, kwa sababu hufyonzi karibu curcumin yoyote kutoka kwayo. Kuna njia mbili muhimu za kuongeza ufyonzwaji wa curcumin. Njia ya kwanza, umuhimu wa mafuta katika ufyonzwaji wa curcumin. Curcumin ni kiungo cha kibiolojia ambacho kitaalamu hujulikana kama lipophilic, kumaanisha kuwa huyeyuka kwenye mafuta na si kwenye maji. Unapotumia manjano yaliyochanganywa na maji pekee, molekuli za curcumin hushindwa kupenya kuta za utumbo mdogo na badala yake hutolewa nje ya mwili kama taka bila kuingia kwenye mzunguko wa damu. Unapoiunganisha manjano na vyanzo vya mafuta yenye afya kama vile mafuta ya nazi, mafuta ya zaituni au mafuta yaliyomo kwenye maziwa, curcumin huyeyuka ndani ya molekuli za mafuta na kutengeneza mchanganyiko unaoweza kufyonziwa kwa urahisi zaidi kupitia mfumo wa limfu, lymphatic system. Utaratibu huu unahakikisha kuwa kiungo hiki chenye uwezo wa kuzuia uvimbe kinafika kwenye seli za mwili kwa ufanisi mkubwa, huku kikizuia uharibifu wa mapema wa kikemikali unaoweza kutokea ndani ya tumbo. Njia ya pili, jukumu la pilipili mtama, black pepper na piperine. Njia nyingine ya kiufundi na yenye nguvu zaidi ya kuongeza ufanisi wa manjano ni matumizi ya pilipili mtama, ambayo ina kirutubisho hai kiitwacho piperine. Changamoto kubwa ya curcumin ni kwamba ini la binadamu lina tabia ya kuifanya isifanye kazi, metabolize, haraka sana na kuiondoa mwilini kupitia mkojo. Hapa ndipo piperine inapofanya kazi. Kitaalamu, kirutubisho hiki huzuia kwa muda njia fulani za kimetaboliki kwenye ini zinazohusika na kuiondoa curcumin, hali inayoongeza muda wa kukaa kwa curcumin kwenye mzunguko wa damu.
Tafiti zinaonyesha kuwa hata kiasi kidogo sana cha pilipili mtama kinaweza kuongeza kiwango cha curcumin kinachofyonzwa mwilini kwa kiasi kikubwa cha 2000%. Hii inafanya muunganiko wa manjano na pilipili mtama kuwa mbinu muhimu ya kibiolojia, bioavailability, inayohakikisha mwili unapata faida kamili za tiba zilizomo ndani ya manjano. Kitu cha 3, virutubisho dhidi ya manjano halisi. Matumizi ya virutubisho vya curcumin yameenea sana duniani kote, lakini kuna changamoto kubwa ya udhibiti katika viwanda vya kutengeneza bidhaa hizi. Kwa kuwa virutubisho vingi havidhibitiwi kwa viwango vikali kama dawa za hospitali, mara nyingi inakuwa vigumu kwa mtumiaji kujua kwa usahihi kiasi cha kirutubisho hai anachopata katika kila tembe au kapsuli. Zaidi ya hayo, utumiaji wa dozi kubwa sana za curcumin kupitia virutubisho hivi unaweza kusababisha madhara ya kimatibabu, ikiwa ni pamoja na matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kama maumivu ya tumbo, na katika hali mbaya zaidi inaweza kuleta shinikizo au uharibifu kwenye ini. Ni muhimu kuelewa kuwa mkusanyiko mkubwa wa kirutubisho kimoja, isolate, si mara zote ni salama au bora kwa mwili wa binadamu. Kwa upande mwingine, utafiti wa kisayansi unaonyesha kuwa kutumia manjano katika hali yake ya asili au nzima, whole turmeric, ni bora zaidi kuliko kutumia virutubisho vya curcumin pekee. Hii ni kwa sababu manjano yenyewe ina zaidi ya misombo 200 tofauti, ikiwa ni pamoja na mafuta tete, essential oils na turmerones, ambazo hufanya kazi kwa ushirikiano na curcumin kuongeza ufanisi wake. Misombo hii ya ziada inasaidia kuongeza uwezo wa mwili wa kuzuia uvimbe, na pia inaboresha ufyonzwaji wa curcumin bila kuhitaji viongezeo ya bandia. Hivyo, unapotumia manjano halisi kwenye chakula au vinywaji, unapata faida pana zaidi za kibiolojia ambazo zimepangiliwa kiasili ili kufanya kazi kwa usalama na ufanisi ndani ya mwili wako. Kitu cha 4, kupika ni mapinduzi makubwa. Mchakato wa kupika manjano unachukuliwa kuwa mapinduzi makubwa katika uandaaji wa lishe bora kwa sababu hubadilisha muundo wa kikemikali wa kiungo hiki na kukifanya kiwe na manufaa zaidi mwilini. Kuna ushahidi thabiti wa kisayansi unaonyesha kuwa unapotumia joto kupika manjano ndani ya chanzo cha mafuta kama vile mafuta ya kula au siagi, unachochea uwezo wake wa kuzuia vioksidishaji, antioxidants, kufanya kazi kwa kiwango cha juu zaidi. Mafuta yanayopata moto husaidia kuvunja kuta za seli za manjano na kuruhusu curcumin na misombo mingine muhimu kuchanganyika kikamilifu, jambo ambalo huongeza ufanisi wa tiba katika kila tone la mlo wako. Aidha, kupika manjano ni hatua muhimu ya usalama wa kibiolojia, kwani joto husaidia kupunguza kiasi cha oxalates, ambazo ni misombo ya kiasili inayoweza kusababisha madhara kama vile mawe kwenye figo au matatizo ya mmeng'enyo kwa baadhi ya watu. Kwa kuichemsha au kuikaanga manjano kwa muda wa dakika 4 hadi 5 ndani ya mlo wako, unapunguza hatari hizi, huku ukihakikisha kuwa virutubisho vyote muhimu vinabaki katika hali ambayo mwili unaweza kuvitumia kwa urahisi. Hivyo basi, kuacha utamaduni wa kutumia manjano mbichi na badala yake kuijumuisha katika mchakato wa kupika ni njia bora na salama ya kupata kinga dhidi ya uvimbe na magonjwa mengine ya kimfumo. Njia bora za kutumia manjano. Ili kufaidika kikamilifu na uwezo mkubwa wa manjano katika kuzuia uvimbe na kutoa tiba mwilini, ni muhimu kuzingatia mbinu za kisayansi zinazohakikisha ufanisi na usalama. Ikiwa unalenga kujumuisha kiungo hiki katika utaratibu wako wa kila siku, unapaswa kuelewa kuwa mbinu sahihi ya uandaaji ndiyo siri ya kufungua faida zake za kibiolojia. Manjano pekee yanapotumiwa bila viongezeo sahihi huwa na uwezo mdogo sana wa kufyonzwa na seli za mwili, jambo linalofanya matumizi yake kuwa duni. Hivyo basi, mapendekezo yafuatayo yamejikita katika kuimarisha uwezo wa curcumin, kirutubisho kikuu cha manjano, ili kiweze kupenya kwenye mzunguko wa damu na kuleta mabadiliko chanya ya kiafya unayoyatafuta, huku yakipunguza vihatarishi vya kiasili kama vile oxalates. Kuna mbinu bora 3 za kina unazoweza kutumia. Kupika milo ya moto. Mbinu ya kwanza na ya msingi ni kuijumuisha manjano moja kwa moja kwenye mchakato wa kupika vyakula kama dal, mchuzi, supu,
au mboga za kukaanga. Inashauriwa kuongeza kiasi cha kijiko cha chai robo 3 hadi 1 cha unga wa manjano katika mlo wako. Kitaalamu, kuipika manjano ndani ya mafuta unayotumia kuandaa chakula ni mapinduzi makubwa, kwani mafuta hayo hufanya kazi kama kiyeyusho kinachosaidia kurahisisha ufyonzwaji wa curcumin mwilini. Aidha, joto linalotokana na mapishi husaidia kuchochea na kuongeza nguvu ya faida za kibayolojia zilizomo ndani ya kiungo hiki na kuifanya kila punje ya chakula kuwa na ufanisi zaidi katika kupambana na uvimbe. Mbinu ya pili, maziwa ya manjano. Matumizi ya maziwa ya manjano yanayojulikana kitaalam kama healthy dose ni njia yenye ufanisi mkubwa na inayopendekezwa sana kwa ajili ya afya ya kimfumo. Unapaswa kupasha moto maziwa na kuongeza takriban nusu kijiko cha chai cha unga wa manjano. Kisha uyaache yachemke pole pole kwa muda wa dakika 5 hadi 6 ili kuruhusu misombo ya manjano kuchanganyika kikamilifu na maziwa. Unaweza pia kuongeza saffron ili kuboresha ladha na kuongeza virutubisho. Mafuta ya asili yaliyomo kwenye maziwa hufanya kazi muhimu ya kusaidia ufyonzwaji wa haraka wa curcumin, huku calcium iliyomo kwenye maziwa ikisaidia kupunguza nguvu ya oxalates zilizomo kwenye manjano, hali inayolinda figo na kuboresha mmeng'enyo. Mbinu ya tatu, achari ya manjano, turmeric pickle. Njia hii ya tatu inahusisha matumizi ya mzizi mzima wa manjano mbichi, hali inayohakikisha unapata faida zote za mmea katika mfumo wake wa asili. Katika uandaaji huu, mzizi wa manjano hukatwa katika vipande vidogo na kuanikwa juani kwa siku 1 au 2 ili kuondoa unyevu wa ziada. Baada ya hapo, vipande hivyo huchanganywa na mafuta ya haradali, mustard oil, pamoja na viungo vingine, kisha huwekwa kwenye chupa safi na kuwekwa juani kwa siku 1 hadi 3 ili kuruhusu mchakato wa kiasili wa kugeuza mchanganyiko huo kuwa achari. Kutumia nusu kijiko cha chai cha achari hii wakati wa chakula cha mchana au usiku ni mbinu bora ya kupata kipimo chako kamili cha kila siku cha curcumin, huku mafuta ya haradali yakisaidia katika kuingiza kirutubisho hicho moja kwa moja kwenye seli za mwili. Naturemed Supplies, chini ya mwongozo wa mtaalamu wa tiba asilia Dr. Mkina, inatoa ushauri wa kitaalamu kuhusu matumizi sahihi ya manjano ili kupata faida zake kubwa za kiafya, hususan kupitia kirutubisho chake kikuu kiitwacho curcumin. Curcumin inajulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kuzuia uvimbe, anti-inflammatory na vioksidishaji, kusaidia kazi za ini, kuongeza kinga ya mwili na kupunguza maumivu ya baridi yabisi. Hata hivyo, changamoto kubwa ya curcumin ni kwamba haiyeyuki kwenye maji na mwili wa binadamu una uwezo mdogo wa kuifyonza, poor bioavailability. Hivyo kunywa manjano kwenye maji pekee hakuleti matokeo yanayokusudiwa. Ili kutatua changamoto hii, Naturemed Supplies inasisitiza matumizi ya mbinu za kisayansi zinazohusisha kuchanganya manjano na mafuta yenye afya au pilipili mtama, kwani mafuta husaidia kuyeyusha curcumin na kirutubisho cha piperin kilichomo kwenye pilipili huongeza ufyonzwaji wake mwilini kwa 2000%. Aidha, Naturemed Supplies inashauri kuwa kupika manjano ni mapinduzi makubwa katika uandaaji wa lishe, kwa sababu joto husaidia kuongeza uwezo wa vioksidishaji na kupunguza misombo ya oxalates inayoweza kusababisha mawe kwenye figo au matatizo ya tumbo. Badala ya kutegemea virutubisho vya viwandani, supplements, ambavyo mara nyingi havidhibitiwi na vinaweza kuwa na madhara ya kichefuchefu au matatizo ya ini, ni bora kutumia manjano halisi, whole turmeric, ambayo ina misombo zaidi ya 200 inayofanya kazi kwa ushirikiano. Njia bora zinazopendekezwa ni pamoja na kuongeza manjano kwenye milo ya moto, mchuzi au mboga, kunywa maziwa ya manjano, healthy dose, ambapo mafuta ya maziwa husaidia ufyonzwaji, au kutumia achari ya manjano iliyoandaliwa kwa mzizi mzima na mafuta ya haradali. Kwa kufuata taratibu hizi, mtumiaji anahakikisha anapata tiba salama na yenye ufanisi mkubwa katika utaratibu wake wa kila siku. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia.
Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.